the convictions. I think it's NIV. Yes, let's do that. Convictions. Okay? And then the Bible says, verse 8, but my fellow Israelites who went up with me made the hearts of the people melt in fear. Lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. Ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. So on that day Moses saw to me, kisha Musa siku hiyo akaniapia, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever. Akasema, hakika hiyo nchi ambayo miguu yako imekanyaga itakuwa ni urithi wako wewe na kwa watoto wako milele. Because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Kwa sababu wewe umemfuata Bwana Mungu wako kwa utimilifu. Now then, just as the Lord promised, sasa basi angalia yeye Bwana alivyoahidi. He has kept me for 45 years since that time he said he said this to Moses while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. Ameniweka hai kama ilivyosema miaka hii 45 tangu wakati huo Bwana alipomwambia Musa neno hilo wakati Israeli waliokuwa wakienenda barani, na sasa tazama hivi leo nimepata. Verse 11, I am still as strong today as the day Moses sent me out. Hata sasa mimi nina nguvu zangu hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alivyonituma. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Kama nguvu zangu zilivyokuwa wakati huo, na nguvu zangu ndivyo zilivyo sasa kwa vita na kwa kutoka nje kuingia ndani. Verse 12, this is the core of our message. Na mstari wa 12 hapa ndipo ujumbe wetu. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. Basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana aliniahidi siku hiyo. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. Na basi sasa unipe mlima huu ambao Bwana aliniahidi siku hiyo. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. Kwani wewe ulisikia siku hiyo jinsi Wanaki walivyokuwa huko na miji ilivyokuwa mikubwa. But lakini, tell your neighbor, but mwambie jirani yako lakini, Bible says the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Yeye Bwana atakuwa pamoja nami, nami nitawafukuza watoke nje kama Bwana alivyonena. Then Joshua blessed Caleb son of Jephunneh and gave him Hebron as his inheritance. Joshua akambarikia akampa Kalebu huyo mwana wa Yefune Hebroni kuwa urithi wake. So Hebron has belonged to Caleb son of Jephunneh the Kenizzite ever since, because he followed the Lord the God of Israel wholeheartedly. Kwa hivyo Hebroni ukawa urithi wa Kalebu mwana wa Yefune Mkenezi hata leo, kwa sababu alimwandama Bwana Mungu wa Israeli kwa utimilifu. May God bless his word this morning. Na Bwana bariki neno lake asubuhi ya leo. I'm going to be a bit brief today. I'm not going to take long like last Sunday. Nitanena kwa ufupi, sitanena sana kama Jumapili iliyopita. But allow me to talk to you about the mountaintop blessing. Lakini nikubalisha kuzungumzia juu ya baraka iliyo juu ya mlima. There is something special about mountains. Kuna jambo speciali kuhusu mlima. There is something special about hills. Kuna jambo speciali kuhusu milima midogo. I think if I am right, the opposite of valleys is mountains. Ikiwa niko sawa, kinyume cha bonde ni mlima. But mountains are very significant in the Bible. Lakini milima ni muhimu sana kwenye Biblia. They are a show of sign of power and strength.
ni ishara ya nguvu na udhabiti. When people wanted to fight, they used to fight on the mountains. Watu walipokuwa wanataka kupigana vitani walifanya milimani. Special things happened on the mountains. Mambo speciali yalifanyika milimani. That is why the Bible talks about those who trust in the Lord. Ndiposa Biblia inasema wanaomwamini Bwana. David says Psalm 125 verse 1. Zaburi, Daudi anasema katika Zaburi 125 that those who trust in the Lord are like Mount Zion, kwamba wanaomtumainia Bwana ni kama mlima Zayuni, which cannot be shaken, ambao hawezi ukatikiswa, but it endures forever. lakini unaishi milele. And the Bible says that as the mountains surround Jerusalem, Biblia inasema jinsi milima inavyozunguka Yerusalemu, so the Lord surrounds his people now and forevermore. hivyo ndivyo Mungu anawazunguka watu wake sasa na milele. Because mountains are a sign of strength. Kwa sababu milima ni ishara ya nguvu. Mountains are also a sign of protection. Milima pia ni ishara ya ulinzi. Jerusalem is surrounded by mountains to offer it protection. Yerusalemu inazungukwa na milima ili itoe ulinzi. There is such dynamic power that is found on top of mountains. Kuna nguvu kubwa sana juu ya mlima. Every good thing is found on top of the mountain. Kila kitu kizuri kinapatikana juu ya mlima. I want you to look at Lot and Abraham. Nataka umtazame Lutu na Abrahamu. We shared about them the other day. Tulizungumzia kuwahusu siku iliyopita. When it came to a time of separation, ilipofika wakati wa kutengana, Bible says Lot chose to dwell in the valleys of Sodom. Leo inasema Lutu akaamua kwenda kuishi katika bonde la Abraham Sodoma. went on to the mountains. Abrahamu akakwea mlima. And he pitched his tent there. Akajenga hema kwa mlima. As a result, kama matokeo, Abraham was blessed. Abrahamu alibarikiwa. Lot's Sodom became a hell to say. Kule Sodoma kwa Lutu kukakuwa ni kuzimu. Because the people of Sodom and Gomorrah were exceedingly wicked. Kwa sababu watu wa Sodoma na Gomora walikuwa waovu. No wonder the city was destroyed by fire. Ndiposa mji ukaribiwa kwa moto. But I want you to also look. Lakini nataka pia utazame, when the angels came, wakati malaika walipokuja in order to destroy Sodom, ili waharibu Sodoma, they speak to Lot and tell him, wakamzungumzia Lutu wakamwambia, get your wife and your children, chukua watoto na mke, and I want you to flee. nataka utoroke, Not just anywhere, sio mahali popote, but flee to the mountains. lakini torokea milimani. Those were the instructions. Hayo ni maagizo. But unfortunately, Lot begged kwa bahati mbaya to live in the neighboring city. akaamua kuishi mji jirani. But I can assure you this morning, Naweza nikakuhakikishia there was something unique about Lot and going to the mountains. kulikuwa na kitu speciali kuhusu Lutu kwenda mlimani. I looked at Abraham. Nilimtazama Abrahamu. When God spoke to him, wakati Mungu alimnenea and he told him to go and sacrifice his son Isaac, akamwambia aende amtoe mwana the Bible says he took a journey to the mountain Moriah. Sema akasafiri mlima Moriah. On that mountain called Moriah, katika mlima Moriah, he was just about to kill his son. alikuwa karibu kumuua mwana wake. But because of the mountaintop blessing, lakini kwa sababu ya baraka ya mlima, a miracle happened. muujiza ukatendeka. And Abraham finds a ram that was caught up in some thicket. Abrahamu akaona mwana kondoo. And so he says, on the mountain of the Lord provideth. Akasema katika mlima wa Bwana, Bwana akapeana. I want you to look at Jesus Christ. Nataka tuangalie Yesu Kristo. I got attracted by an incident that happened in the book of Matthew chapter 17. Nilivutiwa na kitu kilitendeka katika Mathayo 17. Of course, many times Jesus would go to the mountains. Wakati mwingi Yesu angeenda mlimani. Whenever he wanted to pray, wakati alitaka kuomba, he would leave the people and go to the mountain in a seclusion. Angeacha
ameacha watu waende mlimani peke yake. But in this particular incident, Lakini katika tukio hili, when he carries Peter, John, and James, anachukua Petero, Yohana na and they go to the mountain called Tabor. wanaenda mlima Tabor. I know the Bible has not mentioned that name directly, Najua Biblia haijataja moja kwa moja, but those that study the Bible tell us that that mountain is called Mount Tabor. lakini waliojifunza Biblia wanasema mlima On Tabor. that mountain, Katika huo the mlima, Bible says Jesus was transfigured, Biblia inasema Yesu and he began to radiate with the glory of God. akaanza kung'aa na utukufu wa Moses Mungu. and Elijah appeared also. Musa na Eliya wakaonekana. I looked at Noah. Nilimtazama Nuhu The Bible says after he had been in the ark baada ya kujenga safina for 150 kwa days, siku 150 and the waters had subsided. na maji yalikuwa yametulia. Finally, the ark, Baadaye ile safina it landed on a mountain called Mount Ararat. ikashuka kwenye mlima Ararat, And it is on that mountain na ni katika huo mlima that Noah sacrificed to the Lord. Nuhu alitoa dhabihu kwa Mungu. Bible says he offered a burnt Biblia sacrifice. inasema akateketeza dhabihu, And the Lord swore to himself na Bwana akaapa on that particular mountain katika huo mlima that he will never finish the earth kwamba hatawahi angamiza like he had done by use of water. jinsi alivyofanya kwa maji. Look at Jesus Christ. Tazama Yesu It is Kristo on the Mount of Calvary. juu ya mlima Kalvari. I know we call it a hill, and some scriptures call it a hill, Injili inaita mlima mdogo, but it's actually a mountain. lakini ni mlima mkubwa. On the mountain Calvary, Katika Kalvari, that is where mlimani, Jesus was crucified. hapo ndipo Yesu Jesus alisulubishwa. bought for our salvation Yesu alinunua wokovu on the mountain. pale mlimani. And I love something that the Bible says Kuna kitu ambacho napenda, Biblia inasema in the book of Acts chapter 1 katika Matendo ya Mitume and verse 9 through verse number 12, mstari wa 9 hadi 12, that after Jesus had appeared to his disciples after resurrection, baada ya Yesu kuonekana kwa wanafunzi baada ya kufufuka, he goes to Mount Olives. anaenda mlima Olive, And as people, as the disciples were watching, na wanafunzi walipokuwa na Jesus was taken away. Yesu akachukuliwa. And then Peter says, Petero akasema, the same Jesus Christ huyu ni Yesu Kristo who has been taken up, ambaye amechukuliwa, the same way he will come down. jinsi atakavyorudi. I can tell you the truth. Naweza nikakwambia The day ukweli, Jesus will come, Yesu atakaporudi he will land on Mount Olive. atashuka katika That mlima will be the Olive. place that we will be waiting for Hapo him. ndipo tutakuwa tunamngojea. Every good thing happens on the mountain. Kila kitu kizuri hutendeka On the mlimani. contrary, we have things that are said about valleys. I don't want to talk about them. Lakini kinyume kuna mambo yameongelewa bondeni, sitaki kuzungumzia. So there is something special Kuna kitu spesheli about mountains. kuhusu milima. When God speaks to Abraham Mungu anapozungumzia Abrahamu, and he tells him, arise anamwambia inuka and walk through the land, na tembea kwenye nchi through its length and its width. katika upana wake wote. At that particular moment, Wakati huo huo Abraham was already on the mountain top. Abrahamu alikuwa mlimani. So he would see the land of Canaan. Angeona nchi ya Kanani. He would see very far. Angeona mbali sana. That is a promise of God. Hiyo ni ahadi ya Mungu. And now in this text that we have read, Na katika Injili God tuliyosoma, delivers the children of Israel from Mungu Egypt. anawakomboa wana wa Israeli And kutoka shortly Misri. after that, Na baadaye we see Moses sending spies to the land of Canaan. naona Musa akiwatuma wapelelezi kule Kanani. It was a 40 days journey Ilikuwa ni safari ya siku 40 from Egypt to Canaan. kutoka Misri kwenda Kanani. And so Moses, as he prepares the people, Na kwa hivyo Musa anavyoandaa watu wake, he sends Caleb and Joshua and 10 others. anawatuma Kalebu na Yoshua na wengine And he 10. tells them to go to the land Anawaambia waende kwenye to nchi see what kind of a land it is, wapeleleze ile nchi. what kind of fruits there are, Je, ni matunda aina gani? what yaliyo kind of kule? people live in the Je, land. ni watu wa aina gani wanaishi huko? And so they went and brought back Na kwa hivyo reports. wakaenda wakarudisha habari. Bible says 10 of
of them, Biblia inasema 10 they brought discouraging results. wakaleta matokeo mabaya. These people, Hawa watu, there's something funny. kuna kitu cha kuchekesha, There's something I don't like about them. kuna kitu ambacho sipendi. They concentrated so much Waliangalia sana on the physical appearances. kuhusu vitu ambavyo vinaonekana na macho. They had no time Hawakuwa na wakati to listen to God, kusikiza Mungu, to hear what God is kusikia saying, kile Mungu or to anasema, look at what is the intention that God ama has. kuona makusudio ya Mungu. So they looked at the physical things. Wakaangalia mambo ya kimwili. They had no room for God. Hawakuwa na nafasi ya Mungu. They come and tell Moses, Wakaja wakamwambia the Musa, land in which you sent us, hiyo nchi uliyotutuma it is big. ni kubwa Its sana. cities are big and fortified. Nchi ni mikubwa sana. And the people living in Na it watu wanaoishi ndani are huge, ni wakubwa. stronger than we are. Wana nguvu zaidi And the yetu. Bible says Biblia inasema they brought a discouraging response. wakaleta habari ya kuvunja moyo. As a result, Kama matokeo, this made the children of Israel fear. wafanya wana wa Israeli And they decided to go back to Egypt. wakaamua kurudi Misri. The Bible records Biblia inasema that they actually chose leaders kwa hakika wakachagua who viongozi would take them back to Egypt. ambao wangewarudisha And they were Misri. asking Moses, Walikuwa wanauliza why do you Musa, bring us from Egypt to kwa kill nini us ukatutoa Misri kutuua so that we are killed by the sword? ili tuuliwe na We would upanga? rather have stayed in Egypt. Heri tungeishi Misri. And as they were conspiring Na walipokuwa to wanazungumza go back, warudi, the Bible Biblia says inasema that Moses quieted the people. kwamba Musa akawatuliza. And we see Joshua and Caleb Tunaona Yoshua na Kalebu arising from their midst wakainuka katikati yao and telling them, wakiwaambia, listen, sikizeni children of God, wana wa Mungu, we have a different report. tuna habari tofauti. These others were discouraging. Hiyo ingine ni ya kushusha moyo. Joshua and Caleb Yoshua na Kalebu tell the people we have a different report. wakawaambia tuna habari It tofauti. is true. Ni kweli The city is large and fortified. hiyo nchi na miji The mikubwa, people there are big. watu ni wakubwa, The sons of Anak are in the land. wana wa Anaki, But lakini let us go wacha tuende and possess the land tukamiliki nchi because we are well kwa able. sababu tuna uwezo. Look at how different they are. Tazama jinsi walivyo When tofauti. everybody else was discouraging, Wakati kila mtu alikuwa anashushwa moyo, when everybody else had no faith, wakati kila mtu alikosa imani, Caleb and Joshua had faith in Kalebu na God. Yoshua alikuwa na imani. And that is my first point Na this morning. hiyo ndiyo pointi yangu ya kwanza, That the mountaintop blessing kwamba baraka ya juu ya mlima is for men and women of ni faith. ya watu wa imani, Only those that put their trust, ni wale wanaomwamini, only those that put their faith in God wanaomwamini Mungu tu have a right to access wana haki ya the kupata mountaintop blessing. baraka ya mlima. Moses Musa is looking at the 10 anatazama wale and looking at the 2 anatazama wale and trying to wawili, convince people, anawashawishi shall watu, we take up the challenge? je, tuchukue changamoto? Why? Kwa nini? Because there are people Kuna watu that had no faith, hawana imani, but there are 2 lakini kuna that were wawili very positive wana imani, and they had faith in wana God. imani na Mungu. In actual fact, the Bible says Kwa hakika Biblia inasema that in the morning asubuhi they conspired to kill Moses and Aaron. wakazungumza wamue Musa na Haruni. Look at how detrimental this was. Tazama jinsi ilivyokuwa. The report brought Hiyo ripoti makes a ilivyoleta whole clan ikafanya want to jamii kill 2 nzima people kuua watu wawili because of the discouragement. kwa sababu ya kushushwa I need you moyo. to be very careful. Nataka uwe makini The kind of a report that you take. habari ambayo unapata. But I love Joshua and Caleb. Napenda Yoshua na Caleb says, Kalebu I anasema brought a positive report nilileta habari nzuri according to my conviction. kulingana na ushawishi wangu. How many of you this Ni morning wangapi asubuhi ya have leo a conviction in their wana hearts ushawishi moyoni that God kwamba Mungu has something good in store for ana you? kitu kizuri? How many of you would be daring to Ni say, wapi watajaribu? I know the situations look Najua bad. hali ni mbaya. I know I don't look like a candidate of a miracle. Najua sijahitimu
But I am convinced lakini beyond nashawishika any reasonable doubt zaidi ya shaka that yote God kwamba Mungu has a blessing for me. ana baraka yangu. This is why the Bible says, I know Hivi ndivyo Biblia inasema, whom I najua believed in, yule namwamini and I am persuaded. na nimeshawishika. In other words, I am convinced Kwa maneno mengine that he is nimeshawishika well able ana uwezo to do that which kutenda kile ambacho I have committed nimeweka unto him against that mbele day. yake. Look at Joshua and Caleb. Tazama Yoshua na They were Kalebu, men of faith. walikuwa watu wa imani. That is why they say, Ndiposa wakasema, as Joshua is, as Moses is speaking, as Aaron is speaking to Joshua, wakati Haruni anamzungumzia Yoshua that give me this mountain. kwamba nipe huu mlima. Verse 12, the Bible says, Mstari wa 12 Biblia inasema, give me this hill country nipe nchi hii ya mlima that the Lord promised me ambayo Mungu aliniahidi. on that day. Hiyo siku And he tells Joshua anamwambia Yoshua that you yourself, kwamba wewe mwenyewe. I love the broken English here Napenda hiyo Kiingereza, because it shows emphasis. inaonyesha kusisitiza. My teacher of English told me you don't say you and follow it with yourself. Mwalimu wangu wa Kimomba niambia niseme mimi na nifuatishe. But I told you whatever is written in the Bible is perfect. Lakini nilimwambia kilicho kwa Biblia ni He kamilifu. tells Joshua Anamwambia Yoshua that you yourself kwamba wewe mwenyewe had it with your own ears ulisikia na masikio on yako that day hiyo siku that the sons of Anak, wakati wana wa Anaki they live in the land. waliishi kwenye nchi. But look at the faith of Caleb. Tazama imani ya Kalebu. He says, Anasema but lakini the Lord God helping me. Bwana Mungu akinisaidia. This is somebody who has faith in God. Huyu ni mtu ana imani na Mungu. The Lord God helping me. Bwana Mungu akinisaidia. Not if God is going to help me. Sio kama Mungu atanisaidia. Not suppose. Lakini sio kama. This is a conviction. Hii ni ushawishi. The Lord God helping me. Mungu akinisaidia. I would drive them out. Nitawatorosha. Just as he said. Jinsi alivyosema. Listen to me. Nisikize. As a result kama matokeo of his faith in ya God. imani yake kwa Mungu. As a result Kama matokeo of the conviction. ya kushawishika. As a result Kama matokeo of standing right. ya kusimama sawa. God made a promise for him. Mungu akamfanyia ahadi. This is what I love now because I'm getting to the message. Hii ndiyo napenda kwa sababu naingia kwenye God ujumbe. made a promise for him. Mungu akamfanyia ahadi. What is the promise? Ahadi ni nini? It is written in the book of Numbers chapter 14 Imeandikwa katika Hesabu 14 and verse 24. mstari ni wa 24. Numbers 14 and verse 24. Hesabu 14:24. Now God is already annoyed. Na sasa Mungu amekasirika. He's annoyed with every other person Amekasirika na kila mtu except Joshua and Caleb. isipokuwa Yoshua na Kalebu. Ask your neighbor, is God annoyed with you? Muulize jirani yako, je, Mungu amekasirishwa na wewe? Now you didn't want to ask them. I said, ask your neighbor, is God annoyed with you? Muulize jirani yako, je, Mungu amekasirika na wewe? So God is annoyed with the Na Israelites. Mungu anakasirishwa na Waisraeli. And he says, Anasema because of this, kwa sababu ya hii none of them will enter the land. hakuna atakayeingia kwenye nchi. Nobody left Egypt Hakuna mtu alitoka will Misri enter Canaan ataingia Kanaani except isipokuwa Joshua and Caleb. Yoshua na Kalebu. And then he says Akasema to Caleb now kwa Kalebu sasa, that because kwa sababu my servant Caleb mtumishi wangu Kalebu has a different spirit, ana roho tofauti, a spirit that is different from every other congregation. roho ambayo ni tofauti na kila mtu. Church, there is a spirit and a different spirit. Kanisa kuna roho na roho tofauti. There is a spirit of immorality, but there's a different spirit of integrity. Kuna roho wa usherati na kuna roho tofauti. There is a spirit of lack and want and need.
Kuna roho ya kukosa na kuhitaji. But there's a spirit of provision. Lakini kuna roho wa kupata. There is a spirit of giving up and despair. Kuna roho wa kukosa tamaa. But there is a spirit of giving faith in God. Lakini kuna roho wa imani kwa Mungu. There is a spirit of hopelessness. Kuna roho ya kukosa tumaini. But there is man with a different spirit. Lakini kuna mtu na roho tofauti. They don't give up. Hawakati tamaa. They don't lose hope. Hawakati tumaini. Oh, I love a song Napenda huu that wimbo was sung by one of our late sisters. ambao uliimbwa na dada aliyeaga dunia. And so bad that we had to lose Anastasia Karanja. Ni bahati mbaya kwamba tulimpoteza. She sings and says, anasema, she says, Nidoka kiugo ine kiaria deru kiaria mahota neirwo ne Ngai aya matioe gotiganeria majaro gendo matitiganagĩria aya mahana mwathani wao. You know, these are the kind of people hawa ni aina ya watu that have a different spirit from everybody else. ambao wako na roho tofauti. Right now the norm is Na sasa kawaida ni kwamba we have no money. hatuna pesa. Right now the norm is Kawaida sasa ni there are no jobs. hakuna kazi. Companies are closing down. Kampuni zinakufa. There is no hope for the future. Hakuna tumaini. But there is another spirit Lakini kuna roho nyingine that says, ambayo inasema, God, Mungu, I will not give up. sitakosa tumaini. I will press on. Nitaendelea. Why? Kwa nini? Because when you delivered Kwa me, sababu uliponikomboa, the day you saved me, wakati uliniokoa, the day you redeemed me, wakati ulinirejesha, you did not redeem me to kill me. haukunikomboa You kuniokoa. redeemed me to take me to the land Ulinikomboa kunipeleka that kwa flows with nchi milk and honey, ambayo inatiririka na the maziwa land na asali, nchi that has well built up houses, ambayo ina nyumba nzuri, the land nchi that has olive groves and ambayo vineyards. iko na matunda mazuri. They say we don't give up. Wakasema tukati tamaa. Such people, the Lord says, Hao watu Mungu anasema they have a different wana spirit. roho tofauti. Caleb, Kalebu because he has a kwa different sababu spirit ana roho tofauti and he follows me wholeheartedly. na ananifuata na moyo wote. Now I'll take you back to Sunday. Na sasa nitawarejesha Jumapili What does iliyopita. James tell us? Yakobo anasema nini? That a double-minded man Kwamba mtu mwenye mawazo is mawili unstable in all his ways. na hana utulivu kwa njia He zote. is like the waves Yeye ni kama dhoruba that the wind blows. ambayo upepo And the unapiga. word of God told us, Na neno la Mungu lilituambia such a man mtu kama huyo should not suppose hafai that they will get anything from God. hafai kutumainia atapata kitu kwa Mungu. Caleb was not a double-minded Kalebu man. hakuwa mtu wa mawazo mawili. Caleb's are never double-minded men. Kalebu sio watu wa mawazo They mawili. follow God Wanamfuata Mungu wholeheartedly. na moyo wote. Caleb, Kalebu, because you have followed me kwa wholeheartedly. sababu umenifuata na moyo wote. Then God says, Mungu anasema I will bring you into the land. nitakupeleka kwa nchi. He says, Anasema, God says, let's go back to Numbers, turudi kwa kitabu cha verse 24. Hesabu. He says, I will bring him into the land Anasema nitampeleka kwa that he went to, ambayo alienda and his descendants na uzao wake will inherit it. watarithi. Let me tell you something. Let me show you Wacha something. niwaonyeshe kitu. It is only Caleb Ni Kalebu peke yake among all the children of Israel kati ya Waisraeli wote that was allocated land by God. ambaye alipatiwa shamba na Mungu. You have no idea what that means. Haujui inamaanisha nini? He was not allocated land by the chief. Hakupatiwa na chifu. He was allocated land by God himself. Alipatiwa na Mungu mwenyewe. God says, Mungu anasema because kwa sababu you have followed me wholeheartedly, umenifuata na moyo wote, then the land that you walked through, hiyo nchi ambayo ulitembea I give it to you na kupa wewe and to your na descendants uzao wako forever to inherit. milele mkarithi. Listen to me.
Nisikize. There are people that don't get favors. Kuna watu ambao hawapati mapendeleo. They get their rights. Wanapata haki yao. Let me tell you something. Wacha niwaambie. When somebody gives you something, Wakati mtu anakupa kitu, they favor you. wanakupendelea. When people decide where to settle you, Wakati watu wanaamua mahali. have you heard a lot of noise in this nation about settlement? Tulisikia kelele nyingi kuhusu makazi. There are people even today Kuna watu siku ya leo that are still crying ambao wanalia that they were displaced during those, what are they called, internal wrangles, what do you call them, the post-violence election or the post-election violence, you know, na watu ambao walitoroshwa makazi post-election violence, yeah? Vita baada ya uchaguzi. They were displaced. Walitoroshwa. They're still in the camps. Wako kwenye kambi. Even now, hata sasa, how many years after, miaka ngapi, they're still crying wanalia for favors that the government promised to settle us. Serikali iliahidi kutupa. We have never been settled. Hatujapatiwa makazi. When it is a chief or the area MP or the MCA that is to decide where you settle, they do you a favor. But when it comes from God, you get that which is rightfully yours. That is why I love Caleb. He gets that which God promised. God gave Caleb an inheritance. He tells him, that land that you spied, that you walked through, it shall be your land. Why? Because you have been faithful. You have walked steadfastly before me. And therefore, now we see, back to the book of Joshua. Now we see Joshua becoming the leader, akiwa kiongozi, and Caleb na Kalebu being under him, akiwa chini yake. And so na kwa hivyo Caleb tells Joshua, Kalebu anamwambia Yoshua, that you know, kwamba unajua, just as the Lord promised, jinsi Mungu alivyoahidi, he has kept me alive. Ameniweka uhai. But now he tells him, lakini sasa anamwambia, verse 12, mstari wa 12, give me that country that the Lord promised on that day. That is somebody who knows their rights. Oh, I always say there are no children's rights in my family, in my house, but there are children's rights in the kingdom of God. I tell you the truth. He knows. God promised him to give him the land. So he says, give me that land that the Lord promised in your hearing. And how many of you know that by a testimony or 2 or 3 a matter is established? And because Joshua had it, it became law that Caleb had to be given that land. I wonder why Joshua was not given. But listen to me, church. The mountaintop blessing is for those who exercise faith in God and those who know their right in God. But you know something? What he says after that is very important. That you yourself had it. That the Anakites were there in the cities. Let me tell you the truth. Church of Christ, our blessing is already given and released. James tells us that God has given us everything we need. But how many of you know that you got to fight
Kwa lazima upigane. The Anakites Wale Waamaleki that are sitting ambao wamekalia on your land. nchi yako. That is a bit that many Christians don't want to hear. Hiyo ni sehemu ambayo Wakristo wengi hawataki kusikia. Because we are used to be brought everything on a silver platter. Kwa sababu tumezoea kuletewa kila kitu kwa urahisi. Listen to me, church. Nisikize kanisa. Days to be given freely siku za kupeanwa and easily na rahisi are coming to an end gradually. zinafika mwisho pole I need to pole. sensitize the church. Nafaa kufahamisha kanisa. We are getting to the end times. Tunafika siku za mwisho. And the end Na times siku za mwisho is a time where you take everything by ni force. siku ambazo unanyakua kwa nguvu. Listen, church. Sikiza kanisa. If you're going to be this nice, good brother, sister, Ikiwa utakuwa mtu mzuri mtulivu, somebody will continue enjoying your blessing. mtu ataendelea kufurahia baraka yako. Can I tell you the truth? Niwaambie ukweli, There is an Anakite kuna Amalekite who is sitting in your land. ambaye amekalia nchi yako. Some of you are still renting houses. Wengine bado wamekodisha nyumba. But you know what? Lakini unajua nini? Your house Nyumba yako and your land na shamba lako is not wildered, it's not empty. sio bure. There is somebody holding your title deed. Kuna mtu amechukua cheti cha shamba. And they're waiting for the day you will get tired Anangojea siku utakayochoka of renting houses kukodesha nyumba. and begin to demand Uanze kuamrisha that God, I want my blessing, Mungu, nataka baraka yangu. so that He tell you, Ili akwambie I've already given it to you, shakupa. but now rise up, Na sasa inuka, go and drive out that Anakite. enda ukamtoroshe yule Anakite. But many people don't want to fight. Lakini watu wengi hawataki kupigana. Ask your neighbor, are you a fighter? Uliza jirani yako, je, wewe unapigana Oh, vita? Moses was a very nice leader. Musa alikuwa kiongozi mzuri. He was Mr. Nice. Alikuwa mzuri. He never fought anyone. Hakupiga mtu yoyote. Do you see the way he talks Pharaoh? Je, unaona jinsi anaongea na Farao? But Caleb Lakini Kalebu is a fighting giant. yeye ni shujaa. He is a man Yeye ni mtu that knows his right. anajua haki yake. He knows Anajua there is an enemy kuna adui that is seated in the land. ambaye ameketi. I must go Lazima niende and drive him out. nikamtoroshe. I know the city is fortified. Mji una miji mikubwa. That's what the Bible says. Hivyo ndivyo Biblia The inasema. cities are large Kwamba miji ni and mikubwa. fortified. Ni mikubwa sana. He knows the city is fortified. kwamba mji una nguvu. But he says, Lakini anasema God helping me, Mungu akinisaidia I will go nitaenda and drive them out. nitawatorosha. I came to call the church this morning Nimekuja kuita kanisa asubuhi to ya leo. prepare, Wajiandae. to wage war Wafanye vita for your blessing, kwa baraka yako, for the inheritance. kwa urithi wako. Did God say Lazima that I tuseme will give you a family kwamba and time is passing wakati and it looks like it's not working? inaonekana ni kama Wage haifai. war. Fanya vita. Did God say, Mungu alisema I will lift you up nitakuinua from the ashes kutoka kwa vumbi, and set you together with kings uende pamoja na wafalme. and princes? Na I came to ask you, church, Nimekuja kuwauliza, wage war. fanya vita. Don't wait. Msingojee. You've been waiting for too long. Mmengojea muda mrefu. Church, Kanisa, we have waited for too long. mmengojea muda mrefu. It is time for Ni war. wakati wa vita. What does the Bible say? Biblia inasema nini? Since the days of John the Baptist Tangu until siku now. za Yohana Mbatizaji hadi sasa. Tell your neighbor, until now. Pia jirani yako hadi sasa. I didn't hear you. Tell your neighbor, until now. Hadi sasa. Since the days of John the Baptist Tangu siku za Yohana until Mbatizaji now, hadi the sasa. kingdom of God, Ufalme wa Mungu it suffers ni violence. wa nguvu. Only the men of violence who Ni take watu it, wa nguvu watanyakua. and they take it by force. Wananyakua kwa nguvu. We are looking for Calebs. Tunatarajia Kalebu. We are looking for Calebs Tunatafuta Kalebu who will say, ambao I will watasema go and fight nitaenda for kupigana my blessing. kwa baraka yangu. I will not wait. Sitangojea. I will go. Nitaenda. I will fight. Nitapigana. Why?
Kwa nini? Because I know Kwa sababu najua this blessing is mine. hii baraka ni yangu. It is for me Ni yangu mimi and my children na watoto wangu and my na descendants. uzao wangu. That is what God tells Joshua. Hivi Caleb. Hivi ndivyo Mungu anamwambia Kalebu. That land, Kwamba hiyo nchi I give it to you nakupa wewe and your descendants. na uzao wako. I am sure Caleb must have read Isaiah chapter 54. Niko na uhakika Caleb alikuwa amesoma Isaia 54. You remember it was our theme 2 years ago. Kumbuka ilikuwa neno letu miaka 2 iliyopita. Verse 3, the Bible says, Mstari wa 3 Biblia inasema, for you will spread out kwa maana utaenea to the right kuume and to the na left, pia kushoto, and your na descendants. uzao wako. Tell your neighbor, your descendants. Mwambie jirani yako kizazi Tell your chako. neighbor, your sons and daughters. Wana wako na binti zako. They shall dispossess nations. Watamiliki mataifa. Not just dispossess, Sio kumiliki tu. but they will settle Wataketi in those desolate katika cities. zile miji zilizoachwa. I'm looking for men Na tafuta watu. that are telling me, Pastor Gigi, Wananiambia mchungaji Gigi, we need to wage war tunafaa kufanya and vita. begin to dispossess. Tuanze kutorosha. We need to begin to wage war Tunafaa kuanza vita. and begin to Tuanze dispossess. kutorosha. Look at David. Tazama Daudi. When he saw Goliath Alipomwona and Goliath he realized akafahamu this Philistine huyu Mfilisti who was a Kippy ambaye alikuwa has been defying the armies of God. He said, I will go nitaenda and fight him. nitampiga. He looks at him on his face Anamtazama katika uso and he wake. tells him, Anamwambia, you're so tall, wewe ni mrefu sana. like you come from the clan of Cain. Umetoka katika jamii ya Cain. But Lakini this day, hii siku I will cut off your head. nitakata kichwa chako. Look at the little thing that is telling a giant that is going to cut its head. Tazama huyu mtu mdogo anamwambia jitu kwamba atakata kichwa chake. I will cut your head Nitakata kichwa chako and present it to the Israelites. nitawapelekea Waisraeli. And I will give your carcass, your body, Nitawapa mwili wako to the fowls of the air. katika nitawapa ndege. That was a man Huyu alikuwa mtu that was willing to fight alikuwa tayari as a vita. result. Kama matokeo By use of a stone, kwa jiwe tu he killed Goliath. akamuua Goliath. Look at Elijah Tazama Elia on Mount Carmel. katika mlima Karmel. He confronts. Anakumbana, He doesn't want to be confronted. hangojei, He confronts anawakumba the prophets of wale Baal, manabii wa Baal. 400 of them. Wengi, mamia, 400 of them. 400. He confronts them Anawakumba, and he tells them, anawaambia, today siku ya leo we shall decide tutaamua who is the true God ni nani Mungu wa and kweli. what happens. Nini inafanyika As a result, kama matokeo. he pursues them. He Anawafuata, kills all of them anawaua by the wote sword. kwa mkuki. Church, Kanisa, listen, sikiza, there is a battle to be waged. kuna vita kupiganwa. There is a battle we must Kuna fight. vita lazima The tupigane. battle Vita for the mountain of blessing. vya baraka za mlima. I don't want those blessings that are left of us. Sitaki baraka ambazo ni masalio. I want to go to the mountain. Nataka kwenda kwenye I mlima. want to climb up the mountain. Nataka kukwea mlima. When I climb up the mountain, Ninapokwea mlima, I will dispossess nitamiliki those hao that are living in my land. ambao wanaishi kwenye nchi So the yangu. Bible says, Biblia inasema Joshua Yoshua blessed Caleb akambariki and he Kalebu, gave him the land. akampa nchi, He gave him the land akampa nchi to him kwake and his descendants. na kizazi Why? chake. Kwa nini? Just because Kwa sababu tu he decided aliamua to claim his blessing kuitisha baraka yake and to fight for it. na kupigania baraka yake. This is what I want everybody to know. Hiki ndiko nataka kila mtu ajue That there is a mountain, kwamba kuna mlima, there is a blessing kuna baraka that God has given you. ambayo Mungu amekupa. There is a blessing. Kuna baraka. There is a mountain called Hebron Kuna mlima uitwayo Hebroni that is preserved for us. ambayo umewekwa kwa ajili yetu. But
lakini we must fight for it. lazima tupiganie. We must fight for it. Lazima tupiganie. Paul tells us Paulo anatuambia that the weapon of our warfare are not carnal. kwamba silaha ya vita vyetu sio ya mwili. I love this. Napenda hii. 2 Corinthians chapter 10. Let's go. Wakorintho wa pili 10. Should be verse 4. Mstari wa 2 4. Corinthians chapter 10 and verse 4. Yes. Wakorintho wa pili 10. The weapon that we fight with silaha ambazo tunapigana are not weapons of the world. Sio silaha za dunia. On the contrary, and this is what I want you to get prepared to do. Lakini kinyume, I'm preparing you to pray for 5 minutes. Na waandaa muombe kwa dakika 5. On the contrary, lakini kwa kinyume, they have divine power. Zina nguvu ya kimungu. Tell your neighbor, I have divine power. Mwambie nina nguvu ya Mungu. Okay, forget about your neighbor. Your neighbor is not interesting. Sahau jirani yako. Tell yourself, I have divine power. Jiambie nina nguvu ya Mungu. To demolish strongholds. Tuangamiza ngome. Tell your neighbor, we demolish. Tunaangusha. Okay, say, I demolish. Naangusha. Arguments. Naangusha. I demolish. Naangusha. Arguments. Mijadala. And every pretension, verse 5. Na kila ngome mstari wa 5. And every pretension na kila unafiki that sets itself up ambayo inajiinua against the knowledge of God. Na ufahamu wa Mungu. Tell your neighbor, I take captive. Mwambie nanyakua. Okay, we say, forget about your neighbor. Say, I take captive. Nanyakua. Every thought. Kila wazo. And make it obedient. Nalifanya kutii. Come on, say like you mean it. And make it obedient. Nalifanya kutii. To Christ. Kristo. Verse number 6. Mstari wa 6. And I will be ready. Nitakuwa tayari. Say, I will be ready. Nitakuwa tayari. To punish. Kuadhibu. Say, to punish. Kuadhibu. To punish. Kuadhibu. Every act of disobedience. Kila tendo la kutotii. Once our obedience is complete. I want you to stand up and wage war for your blessing. There is a blessing. How many Calebs do I have in this service? Oh God. Calebs that are saying, I know God has a promise for me. Now I want to fight for it. I want to drive out the Anakites. Somebody that is saying, I know God promised to bless me, but there is this, the Anak. Your Anak might be that sickness that is eating you. Your Anak might be that low self-esteem that hinders you from seeing God's blessing. Your Anak might be that laziness that is telling you that you cannot make it. Oh, I'm looking for men who are like Caleb. They will say, it is true the land is filled by Anaks, but as long as God promised, I will go and drive them out. And they say, because God is going to help me, I will take them. I will take it. I will take it. I will take it. Are you ready to pray? I want us to take 5 minutes and pray. Worshippers, come. I want us to take 5 minutes only. 5 minutes. Let's pray. Let's pray. Let's pray and believe God.